otherwise nitakufa kwa ajili yake. Niko tayari, niko tayari kufa kwa ajili ya ndugu yangu. Niko tayari. Ni jambo la msingi lieleweke kwamba ndugu yetu hata kufa kama punda, hata kufa kama kuku. Narudia, sijara tangu jana na leo nzima sijara na sitakula. Ni kwamba tangu jana mtu ambaye ni kiongozi ambaye anaweza kuitwa polisi pia kwa barua, kwa message, vyovyote vile na akaenda, wameondoka naye. Distance ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime, hata kama unasafiri na basi la Best Line ambalo limeondoka jana saa 7 usiku, leo liko Tarime, si ndio hivyo jamani? Basi kama ni pikipiki yenyewe ingeisha ingia pia. Masaa 32. Gari ya kawaida inaenda Dar es Salaam kwa masaa 18, 16. Masaa 32. Lakini kingine kikubwa ni kwamba hatuna imani na hao watu, kwa sababu huyu mtu ameshasema kabla kwamba anawindwa kwa uovu, ama kwa kuwekewa sumu, ama vyovyote vile wanavyojua wao. Na alishapewa tahadhari hizi na alishazisema yeye mwenyewe kwenye public domain. Fikirieni tension na frustration ambazo watu wanatengenezewa, na provocation pia. Kwa sababu kuja tu umchukue mtu kutoka kwenye familia yake uondoke na ni kutuprovoke wakati mwingine. Lakini kwa sababu serikali yetu kwa sasa inajivunia mitutu na mizinga na magari mapya ambayo inanunua, hata jana imenunua mengine, tunaamini watatupuuza. Sisi tukaatempt, mimi na msaidizi wake mmoja, tukaatempt kupanda gari ya polisi ile, wakatuzuia. Sasa tunashangaa, tangu jana wamemkamata makamo, tulikuwepo, tumemfikisha Central. Inawezekanaje mpaka leo polisi wasiseme wako naye wapi, wanafanya naye nini? Alafu bahati mbaya tuwaambie polisi wanadili na watu wasiowafahamu. Kwa tuliamkia leo polisi. Tumeenda polisi, kwanza tumemwona OCCID wa wilaya ya Tarime, tumeongea naye. Akatuambia kwamba Mheshimiwa Heche, hatuna taarifa kwamba Mheshimiwa Heche analetwa hapa. Kwa sababu kama hizo taarifa zingekuwepo, yule ni kiongozi mkubwa, tungekuwa na maandalizi fomo ya kumpokea hapa. Lakini mpaka sasa hivi hatuna hiyo taarifa na hatumuexpect kwamba analetwa leo hapa Tarime. Kwa tulivyotoka hapo tukaenda kuonana na RPC Marco Njera, kamanda wa mkoa wa kipolisi wa mkoa huu, kwa sababu tunakanda maalum hapa. Na yeye akalitrate position the same ambayo OCCID alikuwa ameitoa. Baada ya kutoa hiyo taarifa, kuna taarifa ambayo tuliambiwa kwamba na OCCID, kwa sababu ni lazima haya mambo yaweke clear kwamba Mheshimiwa Heche bado yupo Tarime, yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo mfuatilieni huko Dar es Salaam. Mimi nimeteki trouble, nikampigia Afande Mliro, akapokea simu. Tukaongea naye kwa muda wa dakika 3. Nikamwambia mimi ni wakili, naitwa Edward Heche na muwakilisha John Heche. Tuliona jana majira ya saa 2 maafisa wa jeshi la polisi wanamkamata Mheshimiwa Heche. Lakini tulipata taarifa kwamba analetwa Tarime. Sisi hapa tunapozungumza naye tuko katika kituo cha polisi hapa Tarime. Wametuambia kwamba mheshimiwa bado yupo Dar. Tungependa kupata kauli yenu kutoka hapa Dar es Salaam kwamba bado mnamshikilia huko Dar es Salaam au wameondoka kuja huko. Alichokisema Afande Mliro na ni mambo ambayo yanaendelea kwenye hii nchi ambayo yana impunity ya hali ya ajabu. Afisa wa jeshi la polisi kwa lenki yake akaanza kuniuliza Heche anashtakiwa na misitu, anashtakiwa na uhamiaji au anashtakiwa na jeshi la polisi. Mimi nikamwambia Afande Mliro, tuliomuona wanamkamata mheshimiwa makamu mwenyekiti John Heche sio watu wa misitu, sio maafisa wa misitu, na kwa rekodi yake, kwa sababu sisi tunamfahamu hana kesi ya misitu. Lakini pia tuliowaona pale wanamkamata ni maafisa wa jeshi la polisi. Kama afisa wa jeshi la polisi mlimkamata kwa nia ya kumhandover kwa watu wengine, tulitegemea sasa mtoe taarifa yenu fomu na rasmi kwamba tumemkamata mheshimiwa John Heche. Lakini sisi kama jeshi la polisi hatuna kesi naye, tunamhendo labda kwenye idara fulani ambayo sisi kama enforcer tumeisaidia hiyo idara kufanyeje kumkamata.
ndio tulichotegemea, lakini kwa sababu hatuna hiyo taarifa, sisi tunajua nyewe ndio mnamshikilia mheshimiwa makamu mwenyekiti. Akaniambia kwamba sasa mimi kwa kukusaidia, nenda uhamiaji, wana taarifa kwamba mheshimiwa makamu mwenyekiti Heche yuko wapi. Nimeenda katika ofisi ya uhamiaji wilaya Tarime, nimekutana na mkuu wa uhamiaji Tarime, nikaongea naye, akasema kwamba sisi kwanza hatuna kesi na mheshimiwa Heche na hatumuexpect kwamba leo analetwa hapa Tarime, lakini kama kuna taarifa ambayo ni fomo, anaweza kuwa amepokea kiongozi wetu wa kimkoa wa uhamiaji, mkuu wa uhamiaji wa mkoa kwa maana ya Msoma, mkoa wa Mara. Nimempigia simu mkuu wa uhamiaji wa mkoa Msoma, nimewasiliana naye nikajitambulisha, nikamwambia, akaniambia kuna watu wengine tayari walikuwa wamesha kuja kwenye ofisi yangu, lakini jibu langu ni rahisi sana. Sisi hatuna kesi na mheshimiwa Heche, hatumshikirii na hatumtegemei kwamba analetwa hapa leo mkoani kwangu.